Nitoe maelekezo kwa taasisi zote ambazo zina haki ya kulinda walaji, wafanye kazi yao kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu ili mradi tusonge mbele. Nishukuru sana FCC kwa kazi kubwa inaendelea kuifanya, na taasisi zote TBS, WM na taasisi zingine zote. Ndugu zangu, ajenda ya kulinda mradi ni jambo la msingi sana katika taifa, na vile vile ni haki kama ilivyosema katika swala zima hili la kauli mbiu ya mwaka huu. Imani yetu kubwa kwa vile wiki hii sasa leo hii inahitimishwa iliendana na mafunzo katika maeneo mbalimbali, na hasa kutoa elimu kwa umma kufahamu haki zao na kuweza kuzifuatilia. Jambo hili ni jambo la msingi, tuendelee kufanya kazi na kuwapambana kwa hali zote. Ninafahamu mabadiliko yetu ya sheria yale yanaifanya kwamba wengine nao waige vizuri kuangalia wale wanaosimamia haki, na hasa haki za mradi, waangalie miongozo yao na sheria yao jinsi gani kufanya, mwisho wa siku wote wa Tanzania kwa ujumla haki zao zitaenda kulindwa. Ndugu zangu, leo fanywa kama jumuisho. Kuna taasisi nyingi zinashughulikia haki za mradi. Tukizungumzia TCRA ambao wanamlinda mtu bando yake kiasi gani itumike, siku ya leo lazima tushiriki nao. Jinsi gani wa Tanzania wamelindwa katika haki zao. Je, bando iliyonunuliwa inahifadhiwa, inatumika vya kutosha? Lakini sio hivyo. Hata wenzetu wa EWURA lazima tushirikie pamoja. Nao wanamlinda mradi katika upande wa nishati. Je, watu wanapata haki yao stahili katika eneo hilo? Leo siku ya haki ya mradi. Lakini sio hivyo. Watu katika sehemu wanaosimamia utaratibu wa vyombo vya usafiri barabarani, mabasi, leo hii inatokea wakati mwingine. Tunafahamu wakati kitokea siku za Christmas, ukitaka kwenda Arusha na Kilimanjaro, bei ya nauli kutoka bei ya kawaida inapanda karibuni mara 2. Maana yake mradi hajaendelea. Leo hii tuna kila zamani wakati tunaadhimisha siku hii, watu wote wanaofanya taratibu za kuwalinda walaji lazima tushirikiane kwa pamoja kwa lengo kubwa tusonge mbele. Lakini hili jambo lina maana yake kubwa zaidi, na hasa kuangalia kwa mbele upataji wa bidhaa iliyokuwa bora. Ndugu zangu, naomba niwaambie, siku hii tunapoadhimisha inachagiza wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kwanza washindane, wazalishe bidhaa bora itamfanya mnunuzi aweze kuridhika nayo. Lakini sio hivyo, kulinda usalama wa taifa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, endapo kama swala zima la haki za watu wazisimamie vizuri, maana ni kwamba kuna watu wengine wanafanya mambo mabaya katika swala zima kulinda haki za watu na usalama wa taifa. Imani yangu kubwa, wote wenye kuhusika katika taasisi za usimamiaji za haki za watu wa kulinda mradi watahakikisha kwamba wanafanya hivyo vizuri. Lengo la mwisho ni kwamba Watanzania wahakikishe wanapata ile kinachostahili katika haki yao ya msingi. Katika kuadhimisha siku hii, tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Sana. Jambo la kwanza kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki vizuri katika maeneo mbalimbali ya kimaendeleo na kuwapatia haki yao stahili kwa mujibu wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. FCC anafanya enforcement katika eneo lake. WMA anafanya enforcement katika eneo lake. TBS anafanya utaratibu katika eneo lake. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Yeye amekuwa kinara na mstari wa mbele kuhakikisha haki za walaji wa Tanzania zinafikiwa vizuri katika upande huu wa kisiasa. Jambo la kwanza, tumshukuru kwanza kwa ajenda aliyokuja nayo, na hasa ikiwagusa kina mama, kulinda afya za kina mama, swala zima la kuchagiza nishati safi ya kupikia. Piga makofi tafadhali. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa champion katika mkutano wa COP28 alipozindua kampeni hii ya Afrika. Ilikuwa ikilenga jinsi gani kuwalinda kina mama wa Afrika, lakini vile hususan kutoka hapa Tanzania. Lakini sio hivyo tu, kwa kazi kubwa anaendelea kuhakikisha kwamba anawalinda Watanzania kupata haki zao katika maeneo mbalimbali. Leo hii ndugu zangu, tunashuhudia kazi kubwa inayofanywa katika maeneo mbalimbali, na hasa maendeleo ya ujenzi wa miundombinu, kupatia fursa wananchi wa Tanzania. Lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha Watanzania wanalindwa. Katika upande wa viwanda, swala zima la kuchagiza uvutiaji wa wawekezaji nchini. Tunapokuwa wawekezaji wengi katika nchi yetu, maana yake watashindana, bidhaa zitapatikana kwa ubora lakini kwa bei nzuri zaidi. Tushukuru kwa juhudi kubwa iliyofanywa katika sekta mbalimbali. Leo hii tumeendelea kupata mafanikio makubwa sana kwa sababu ya kuhakikisha watu wanashindana, wanazalisha bidhaa bora. Nilisema jana, leo hii Tanzania inatengeneza historia. Miaka mingi iliyopita tulikuwa na changamoto ya bidhaa mbalimbali, kwa mfano bidhaa ya simenti.
mahitaji yetu wastani wa tani milioni 8 kwa mwaka, lakini uzalishaji wetu ulikuwa huko chini. Baada ya kuchagiza uvutiaji uwekezaji, leo hii tunahakikisha nchi yetu sasa upatikanaji wa simenti umeongezeka kutoka tani zile za mwanzo chini tumefika tani milioni 9 kwa mwaka. Tuna surplus ya tani milioni 1. Hii maana yake inasaidia hata inafika muda watu wanashindana kibiashara. Lakini sio hivyo katika uzalishaji wa bidhaa za chuma. Nchi yetu mwanzo tulikuwa importers wakubwa wa chuma, ambayo changamoto kubwa tulikuwa hatuna viwanda vya kuzalisha chuma. Baada ya juhudi kubwa za kutia uwekezaji, leo nchi yetu imekuwa kinara kwa kuwa na viwanda zaidi ya 40 vya kuzalisha nondo. Mwisho wa siku ni kwamba eneo hili sasa, kwanza jambo la kwanza Watanzania wanapata haki ya kupata ajira katika viwanda hivi, lakini kupata mali ghafi ya ujenzi wa miundombinu kutoka katika maeneo yetu haya. Lakini tumshukuru sana kwa juhudi kubwa ya kuendelea kuvutia uwekezaji kwa lengo Watanzania wapate haki yao ya msingi. Kipindi kama hicho siku za nyuma mlikuwa nashuhudia, kwa mfano bidhaa aina ya sukari ilikuwa ni changamoto kubwa. Mahitaji yetu ya sukari nchini ni tani 800,000. Brown sugar ambayo ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ni tani 552, lakini industrial sugar ni tani 250. Tulipotoka mwanzo ni kwamba gap sugar ilikuwa ni kubwa zaidi, lakini kazi kubwa ya kuvutia uwekezaji, leo mwisho wa siku Watanzania wapate haki yao ya kuona kwamba wanapata bidhaa nzuri. Tunaona mafanikio makubwa sana ya uwekezaji. Leo hii tunaona kiwanda kipya cha Mkulazi chenye kuweza kuleta tani 50,000 kimeongeza upatikanaji wa sukari nchini mwetu. Kiwanda kipya cha Bagamoyo Sugar ambacho kiko katika kampuni yetu ya Baresa Group sasa wameanza kuzalisha kuanzia tani 18,000 wanapanda kwenda tani 50,000. Lakini expansion ya kiwanda cha Kilimanjaro ambacho sasa hivi wanazalisha constant ya tani 100,000, tani 100,000 kila mwaka, ambayo hii inatusaidia sana kuhakikisha tunasonga mbele. Hali kadhalika kiwanda chetu kile cha Mtibwa Sugar sasa kinazalisha tani 80,000, wameweka damu kubwa kwa ajili ya kufanya irrigation. Expectation ni kwamba watazalisha sukari nyingi ya kutosha. Kiwanda chetu cha Kagera Sugar kina uwezo wa kuzalisha tani 131,000, wanazidi kufanya expansion. Mahitaji ya sukari yatakuwa yamefikia mahali pazuri. Lakini Kilombero Sugar ambao sisi serikali tuna share yetu, expansion yetu, ambapo tumefanya expansion pale tunatoka tani 130,000 sasa tunaenda mpaka tani 270,000. Ukijumlisha hapo kwa ujumla wake, maana yake ni kwamba mahitaji ya sukari tunapokwenda hapa, maana yake tunaenda kuyakata kabisa. Mwisho wa siku mlaji wa Tanzania ataweza kulinda. Piga makofi tafadhali. Ndio maana hii juhudi hizi kubwa zinaendelea kufanyika. Leo hii tunashuhudia kwamba sasa kwa mara ya kwanza tunapita mwezi wa Ramadhani, tunapita na kipindi cha Kwaresima, lakini tumekuwa stable kidogo katika upande wa sukari. Ni kazi kubwa, maana huku nako analindwa sana. Tumshukuru Mheshimiwa Rais katika kazi kubwa ya kufanya ya ujenzi wa miundombinu. Lengo lake ni kwamba miundombinu inapoimarika, wananchi wanapata bidhaa kwa ukaribu na kwa bei nzuri. Leo hii kazi kubwa ya kuwajali Watanzania wakiona haki yao, nao ni Watanzania ni waraja, haki yao ya kusaidiwa katika upande wa maendeleo, ujenzi wa miundombinu katika maeneo mbalimbali, hususan miundombinu ya barabara. Wananchi wanasafirisha mazao, wanafika maeneo ya masoko, wanaenda kufanya biashara. Hii yote ni haki katika upande mpana sana utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tushukuru sana. Tumepata heshima kama nchi ya kushindana katika biashara ya usafirishaji katika mfumo ya reli. Kazi kubwa inaendelea kufanyika. Leo hii Watanzania haki yao imepatikana kufanya choice wanayotaka. Wakazi wa Dodoma wanalazimika mwanzo kusafiri aidha kwa ndege kwa gharama kati ya shilingi 300,000 mpaka shilingi 500,000, lakini hapa kusafiri kwa basi kwa masaa 8 mpaka 9. Kwa vile wanajaliwa katika haki yao, ujenzi wa reli ya SGR ambayo imesababisha swala zima eneo la usafiri limekuwa mfupi zaidi. Watu wanasafiri kati ya masaa 3.5 mpaka 3:40 kwa muda wa kutosheleza. Maana hii ni haki vile ya Tanzania. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Uwekezaji huo zaidi ya shilingi bilioni 10 dola za Kimarekani za kuunganisha vipande vyote, kile cha Dodoma kilokamilika, kile cha Makutopora mpaka kwa watani zangu Wanyamwezi Tabora ikiendelea, lakini kutoka Tabora mpaka Isaka kazi inaendelea, Isaka mpaka Mwanza iko katika asilimia kubwa, na kutoka pale Tabora mpaka kwenda Kigoma. Hii yote ni kazi kubwa inayofanya Watanzania kuwa na choice mbalimbali. Maana mlaji ataamua sasa baadaye asafiri kwa ndege, asafiri kwa treni, asafiri kwa reli. Hii kubwa kwa gari. Hii maana yake nini? Inawasaidia wetu wa Tanzania. Hili ni somo kubwa sana.
na hasa kwa wazalishaji mbalimbali, tuhakikishe kwamba tunaendelea na utamaduni wa kuwajali walaji. Niwaombe sasa na niwaelekeze FCC kwa kushirikiana na TBS na WMA, taasisi ziko chini ya TBS, endelee kushirikiana kuona jinsi gani kwa pamoja mtafanya kazi za kuhakikisha tunawalinda walaji. Na hili fanyeni kazi kubwa na kushirikiana na vyombo vingine. Leo hii tuna changamoto, wakati mwingine tumepata malalamiko ya magodoni ya mafuta yanapita katika bandari bubu zinazopita hapa, ambao hatujui ubora wa mafuta hayo ya kula, hatujui ubora wa vitenge hivi vinavyokuja vina madhara gani, kwa sababu vipite katika mfumo rasmi. Hakikisheni FCC na wenzenu wa TBS na mkishirikiana na vyombo vingine vya usalama vyenye haki ya kuangalia, TRA na wengine, angalieni, mshirikiane. Tutawalinda wa Tanzania wapate haki ya mlaji kupata bidhaa inayostahili vizuri. Mgeni rasmi, leo tunaadhimisha kilele cha siku ya haki za mlaji duniani. Kwa kawaida siku hii dunia nzima inaadhimishwa tarehe 15 Machi, lakini kwa sababu zisizozuilika hatukuweza kufanya hivyo siku ya Jumamosi, lakini leo ndio tunaadhimisha siku hiyo ya kilele au siku ya haki za mlaji duniani. Siku hii inaadhimishwa duniani kote. Madhumuni yake ni kukumbushana juu ya haki za mlaji na umuhimu wa kuzizingatia na kuzilinda. Tunazishajiisha kwa maana ya kupromote na kusisitiza ziheshimiwe na wote wanaoshughulika na walaji kwa namna moja ama nyingine. Kwa ujumla kuna haki 8 za mlaji, lakini haki za msingi kubwa kabisa ni 4. Haki ya kuchagua, the right to choose; haki ya uhakika wa usalama, the right to safety; haki ya kupata taarifa, right to information; na haki ya kusikilizwa, right to be heard. Hizi ndio haki 4 kubwa kati ya zile 8, na zote zinasimamiwa na FCC hapa nchini kwa niaba ya wizara na serikali kwa ujumla kwa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumesema kwamba sherehe kama hizi, maadhimisho kama haya yanafanyika kila mwaka, na kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu tofauti. Kauli mbiu ya mwaka huu inaitwa A Just Transition to Sustainable Lifestyles, ambayo tumeitohoa kuita haki na maisha endelevu kwa mlaji. Inalenga kutambua juhudi za mlaji, kuwezeshwa ili aweze kutambua haki zake na kujisimamia, lakini vile vile kuhakikisha kwamba haki hizi za mlaji haziathiri walaji wa siku za usoni, kwa maana ya kuhakikisha kuwa kunakuwa na maisha endelevu ya kiuchumi, kimazingira na kijamii. Sasa sherehe hizi ambazo utazihitimisha leo tulizizindua rasmi tarehe 7, ambapo nilikuwa na mkutano na waandishi wa habari, ambapo nikawajuza Watanzania kupitia kwao shughuli mbalimbali ambayo FCC ingefanya katika wiki hii kabla ya kufikia kilele cha siku ya haki za mlaji duniani. Tulifanya shughuli mbalimbali na naomba ikupendeze nizitaji kwa kifupi. Ya kwanza, tulifanya maonesho ya barabarani yale kupitia magari kwa maana ya road shows, tukielimisha umma. Tulikuwa na kliniki za walaji ambapo watu walipata fursa ya kusikia na kujua mambo mbalimbali kuhusiana na swala zima la haki na wajibu wa mlaji. Tulifanya vipindi vya redio na runinga katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, lakini tulifanya mihadhara katika vyuo mbalimbali vikiwemo vyuo vya VETA na vyuo vya ualimu katika sehemu mbalimbali za nchi yetu. Tulifanya pia juhudi hizi za kuelimisha watu mitaani. Tulikwenda kukutana na mafundi seremala, tulionana na mafundi washonaji, tulikutana na bodaboda, tulikutana na madereva wa mabasi, na kuwatumia fursa hiyo kuelimisha kuhusu haki za mlaji na kauli mbiu ya haki za mlaji kwa mwaka huu. Zoezi hili tulilifanya katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, nikitaja kimikoa. Tulifanya Kigoma katika wilaya mbalimbali za mkoa huo, tulifanya Songwe, tulifanya mkoa wa Lindi, tulifanya mkoa wa Pwani, mkoa wa Manyara, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Geita na Mwanza, na zile sehemu ambazo pia tuna ofisi. Kwa hiyo tulitembelea sehemu kubwa mbalimbali za nchi yetu. Lakini pamoja na hayo tulifanya pia elimu ya masuala haya hapa Dar es Salaam kwa kupitia
TV za TBC na ITV na Channel 10, lakini pia kutumia redio ya Uhuru FM. Maelfu ya Watanzania kwa maana ya wale tuliowafikia wamenufaika katika na elimu hii, na tunaamini sasa uelewa wao wa masuala ya ulinzi na haki za mlaji ni mkubwa zaidi, lakini vile vile mamilioni wa Tanzania waliweza kupata elimu hii kupitia luninga na redio ambazo tulifanya vipindi vya elimu. Haya yote mwenyekiti yaliwezekana pamoja na kwamba tulifanya sisi, lakini pia tulifanya ushirikiano wa karibu wa kutufadhili kwa kugharamia baadhi ya gharama tulizozitumia katika shughuli hizi. Kwa hiyo naomba ikupendeze kutumia fursa hii kuwashukuru waliotudhamini kwa kutuchangia kiasi cha pesa katika kukamilisha shughuli yetu ambayo ni Foundation for Civil Society. Tulipata pia udhamini kutoka Trademark Africa. Tulipata udhamini pia kutoka NMB. Tulipata udhamini kutoka CRDB. Na tulidhaminiwa pia na UTT. Hawa wote ndio waliowezesha tukio hili la leo, lakini na yale matukio yaliyofanyika mikoani kwa kushirikiana na sisi kufanikiwa. Kwa wote tunasema asante sana. Mheshimiwa Waziri, nimalizie kwa kusema kwamba tulisema leo tutahitimisha kwa kilele cha shughuli hii kwa wewe kusoma, kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo vya habari kuhusu masuala mazima ya kumlinda mlaji, lakini tulidhani tutumie fursa hii pia kuwajulisha Watanzania kupitia sherehe yetu kwamba sasa hivi taasisi yao ya FCC imekuwa ISO certified. Tumepata cheti cha uthibati. Sasa sio taasisi nyingi hapa nchini zinazo, hasa taasisi za umma, sina hakika kama tunazidi 20%. Kwa hiyo hii ni milestone kubwa kwa upande wetu, na kwa ukubwa wake tulidhani itapendeza na ingefaa kama ungezindua wewe.